Kwa wapuuzi wachache jana, wakati Profesa Pacome Zouzoua anakaribia kuingia kwenye chumba cha upasuaji, kuna watu kwenye moja ya redio wakawa wanajadili eti hatima ya mkataba wa Pacome. Pacome anajiandaa kuingia kwenye chumba cha upasuaji, yuko mtu akaanzisha mjadala kwenye moja ya redio, anasema Yanga itakuwa ngumu sana kumvumilia huyu. Ni vitu vya hovyo, vitu vya kipuuzi kabisa ambavyo viliendeshwa na baadhi ya wenzetu kwenye tasnia. Pacome bado ni mchezaji wa Young Africans na bado kwenye mkataba wake ana mwaka mmoja kuitumikia hii klabu. Ukiachilia mbali mambo ya kimkataba, klabu yetu Young Africans tumekuwa na kipaumbele kwenye kujali afya za wachezaji wetu. Hicho ni kipaumbele namba moja cha viongozi wetu. Amepata majeraha mchezaji Kwasi Atola yao hapa, na akiwa kwenye majeraha yake tulimpa mkataba mpya ili tuweze kumtibu. Akiwa kwenye majeraha tulimpa extension ya mkataba ili tuweze kumtibu, kwa sababu ni familia yetu. Aliumia mchezaji hapa Yakubu Sonye, tulimtibia mpaka akapona akiwa na mkataba wetu, na tulimuongeza mkataba akiwa yupo kitandani. Sasa sijui agenda behind. Wenzako wanakwenda kwenye chumba cha upasuaji, agenda behind una push kwamba Yanga waachane nayo. Vitu vinatia simanzi sana hivi. Nikataka niweke sawa hili kwa wenzangu kama ni waandishi wa habari, angalau tu tunaangalia basi timing ya hizo story. Yaani immediate mtu kataka kupata jeraha kubwa kabisa, wewe unakwenda kujadili hatima yake na Yanga eti. Huyu Yanga wataachana naye. Kweli? Kweli jamani, immediately baada ya mtu kuumia. Ndio tumekosa ajenda za kujadili kwenye vipindi kiasi hiko yani. Basi weka ajenda pia unakuwa negative kwamba wataachwa huyu. Mfano unayo kibao ambayo klabu hii imeshiriki kwenye matibabu ya wachezaji. Mchezaji wetu Clement Mzize is one of the best paid players season hii, si ndio? Tumikia mkataba wake akiwa majeruhi na hamjawahi kusikia. Maana ilitegemea hiyo ndio ile content, basi mngeenda kumhoji Mzize, posta zako zinacheleweshwa, mshahara wako vipi? Hamjawahi kusikia hata siku moja akilalamika huyo mchezaji, lakini mna pick negative side of the stories. Lengo sijui sasa ni nini pale. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, Pacome Zouzoua ni mchezaji wa klabu ya Young Africans na kimkataba bado ana mwaka mmoja, na matibabu yake yote yatakuwa chini ya Young Africans Sports Club mpaka atakapokuwa sawa na Mwenyezi Mungu atapomjalia kurudi tena uwanjani kutupa raha. Kwa hii inaliweka very clear, lieleweke. Kwa uwanjani baada ya muda mrefu, nafikiri ndio jeraha ambalo tumekutana nalo kwenye ligi yetu. Jeraha ambalo unasema kwa ukubwa ambao limetokea kwa Pacome ndio tumeliona, na wachezaji wamelishuhudia. Kwa hiyo hali haikuwa nzuri nyumbani, lakini alhamdulillah Sure Boy aliplay part kubwa kuhakikisha anatuliza ile hali kwenye dressing room na watu wanarudi kupambana kipindi cha pili tuweze kupata ubingwa wetu. Majukwani pia niliona mashabiki ni kama moto ulikata hivi, na hata ukifuatilia binafsi mimi sikuweza kuposti kitu kingine chochote zaidi ya posti yetu ya ubingwa basi. Posti ile tu ya ubingwa basi, kwa sababu mbali na kuwa kiongozi wa klabu ya Yanga
na kuwa mwanachama wa hii club, Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao mimi nawakubali kwa kweli, na wapenda. Ni aina fulani wachezaji ambaye namhusudu wanapokuwa uwanjani. Alafu ni rafiki yangu pia wa karibu. Ni mtu ambaye timu ilipowasili uwanjani akaniangalia usoni akaniambia, leo kama una mashaka hivi, lakini usijali, tutakupambania hapa upate medali yako ya 5 ulifurahia. Kwa hiyo maneno yale na ile motivation aliyonigia wakati timu inawasili yalikuwa yamebaki kwenye kichwa changu. Machela natoka hivi, daktari pale nikanamuuliza, na wengine kama wakawa wanatupita viongozi exactly kutuambia nini kimetokea pale, mpaka daktari aje atuambie baadaye. Lakini ilinikata moto, na ilikata moto pia mashabiki wengi wa Yanga. Kwa kuna simanzi fulani viliingia ambayo hatukuwa tumeipanga, lakini tunasema alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Na nimeona wenzetu wa JKT Tanzania kupitia kwenye kurasa yao ya mitandao ya kijamii ya Instagram wametoa barua ya pole kwa klabu ya Yanga na kwa wadau wa mpira wa miguu kwa ujumla. Nimeona pia yule mchezaji somebody Wahabi jina lake nafikiri, na yeye amepost akimpa pole Pacome Zouzoua na akielezea anavyojisikia baada ya tukio lile. Na leo asubuhi nimepokea simu ya kaka yetu kwenye tasnia ya usemaji Masao Bwire akinipigia na akiniuliza taratibu zinakwendaje, wanatamani kuja na wao kumtembelea Pacome Zouzoua. That's football. Hiyo ndio football. Yaliyotokea yametuhuzunisha, but ndio football. Kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans tuambie wenzetu wa JKT Tanzania tumepokea pole yao na tunasubiri taratibu za wenzetu pale Aga Khan. Jana ameamka yuko vizuri. Nimeona hata atakuja hapa ameposti status kwenye namba yake ambayo na namba zake, akishukuru watu mbalimbali kwa message ambazo wamemtumia za kumtakia pole. Kwa hiyo JKT tutawajibu, na kama wako wadau wengine wangetamani kwenda kumtembelea Pacome Zouzoua, haliko kwenye himaya yetu, lipo kwenye himaya ya hospitali, tutafuata utaratibu kadri ambavyo tutaelekezwa na wataalamu wetu pale Aga Khan. Pia nimeona kwenye mitandao ya kijamii wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans wakituomba na kutushauri viongozi tutengeneze mkeka wa kuchangia matibabu ya Pacome Zouzoua. Ni jambo zuri, ni wazo zuri wamewaza, lakini nichukue fursa hii kuwaambia wanachama na mashabiki wa klabu yetu ya Yanga, matibabu ya Pacome Zouzoua 100% yamegharamiwa na uongozi wa klabu hii. Kwa hiyo tunashukuru kwa moyo wao wa upendo walioonyesha tamani kushiriki kwenye matibabu ya mchezaji huyu, lakini uongozi umechukua jukumu hilo kwa 100% na tayari kijana yule ameanza kufanyiwa matibabu. Kwa kama una namba ya Pacome, una DM, unaweza kumtumia message ya pole na atasoma, lakini taratibu za malipo uongozi wa klabu ya Young Africans umeugaramia kwa 100%. Kwa nikasema nianze na hili kwa sababu limeulizwa sana na lilikuwa linahitaji kutolewa taarifa, kwa sababu watu wengi walikuwa wameguswa nalo. Kwa tuchukue fursa hii kwa pamoja tumtakie profesa wa mpira Pacome Zouzoua, Mwenyezi Mungu ampe uponyaji wa haraka aweze kurudi kuendelea na majukumu.